Kama tunavyofahamu, hii leo ni mechi ya ligi kuu Tanzania bara ambayo inakwenda kuwakutanisha kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Meja Isamu. Huyo ni moja ya mchezo ambao kwa upande wa Simba wanakwenda kucheza wakiwa tayari na kumbukumbu mbaya kwenye upande wa michuano ya kimataifa. Hapa ninazungumzia kwenye upande wa klabu bingwa barani Afrika ambapo michezo yote miwili wamepoteza, na nguvu zao sasa wanasema kwamba wamezihamishia huku kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, tayari kwa upande wa klabu ya Simba kupitia mwalimu Selemani Matola wameshaandaa jeshi ambalo linakwenda kung'ang'ania alama 3 mbele ya Mbeya City, na mimi hapa tayari ninacho kikosi ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo huo ambao unachezwa majira ya saa 1 kamili za jioni. Sasa twende tuangazie hapa, lakini kabla tujaangazia nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Baada ya kutimulia kwa upande wa mwalimu Dimitri Pantev, timu sasa ipo chini ya kocha Selemani Matola. Baada ya kutazama zaidi kwa upande wa golikipa yupo Yakubu Suleiman. Kwa upande wa mwalimu Selemani Matola ameona kama kawaida endelea kumwamini Yakubu Suleiman, ambapo tunafahamu huyu ni kipa tegemeo mwenye ujasiri mkubwa zaidi kwenye mipira ya aina ya kiutofauti. Tuliweza kuona kwenye mechi iliyopita aliweza kuokoa mkojo wa penalty. Kwa hiyo kwa upande wa Matola atakuwa akimtumia pia Yakubu Suleiman kuanzisha mashambulizi kupitia pasi fupi kwenda kwenye upande wa viungo pamoja na mabeki wake. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe atacheza kwa kusukuma mashambulizi upande wa kulia, akitoa cross kwa ajili ya kusaidiana na winga ambaye atakuwa anacheza kwenye upande wake. Maana kwamba atakuwa akienda na kushuka kwa ajili ya kuweza kuongeza pressure upande huo wa kulia, lakini pia kufunga njia za klabu ya Mbeya City ambao mara nyingi hupenda kushambulia kupitia kwenye upande wa mawinga. Lakini pia kuweza kutazama zaidi, kuweza kupiga ile mipira mirefu ya mbali zaidi. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Nabii Kamara. Nabii Kamara amehamishiwa upande huo kwa sababu ya utulivu wake na uwezo mkubwa wa kuweza kupiga pasi. Kwa upande wa Matola atakuwa akimtumia kama inverted fullback kuja katikati zaidi, lakini pia kusaidia kwa ajili ya kuweza kushambulia kulingana na aina ya mfumo ambao ameweza kuja nao kwenye mchezo husika. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Chamuka Rabu. Kwa upande wa Chamuka Rabu tunafahamu ni beki ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa pata nafasi mara kwa mara, lakini kwa upande wa mwalimu Selemani Matola ameona pia ni muhimu kuendelea kumwamini Chamuka Rabu kunako kikosi. Tunafahamu ni mlinzi mwenye nguvu, lakini pia na uwezo mkubwa wa kuzuia mipira ya juu. Atakuwa akiongoza safu hiyo ya ulinzi kwa ajili ya kuzuia counter attack ambazo watakuwa wakizitumia Mbeya City. Wakati huo pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Wilson Nangu. Nangu tunafahamu ni mlinzi anayekaba, yani ni ile kusimama mtu kwa mtu, lakini pia na stamina. Atakuwa mchezaji ambaye atakuwa akifuatilia zaidi mashambulizi ya Mbeya City ambayo watakuwa wakifanya hatua kwa hatua kulingana na vile ambao watakuwa wanacheza. Lakini pia kwenye eneo la kiungo wakati kiungo mkabaji amerejesha Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Yusuf Kagoma tangu ujio wa Dimitri Pantev walikuwa wapata nafasi mara kwa mara, lakini wakati huu kwa upande wa mwalimu Selemani Matola ameona mpe nafasi kunako kikosi. Huyu ndiye ambaye atakuwa nguzo ya juu zaidi kukaba, lakini pia kuvunja mipango ya pinzani, lakini pia kulinda mabeki dhidi ya washambuliaji, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa utulivu zaidi kwenye eneo hilo la katikati. Wakati huo kwenye eneo hilo atakuwa akisaidiana na Alassane Kante. Alassane Kante tunafahamu huyu ni box to box, ni mchezaji mwenye nguvu, kasi, stamina na pasi ndefu sahihi. Kwa upande Matola atakuwa akimtumia zaidi kuunganisha ulinzi na ushambuliaji kutoka nyuma na kuingia kwenye eneo la hatari, lakini pia kushambulia kwa nguvu na kupiga mashuti ya mbali. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Jean Charles Ahoua. Ahoua ndiye mchezaji mwenye ubunifu ambaye anahitajika zaidi kutengeneza nafasi katika eneo la mwisho. Huyu ndiye ambaye atakuwa free zaidi kuzunguka na kutafuta nafasi za kupenyeza pasi kwa upande wa washambuliaji ambao watakuwa wanacheza kwenye eneo la mbele. Lakini pia kwenye upande wa wingi pembeni kulia yupo Morris Abraham. Morris Abraham tunafahamu huyu ni fundi wa upigaji pasi, anapiga pasi kwa usahihi, lakini pia dribble yake iko kwenye ubora wa hali ya juu. Ana uwezo wa kupiga pasi zenye madhara. Atakuwa akishirikiana vizuri kwenye upande huo wa kulia pamoja na Shomari Kapombe kwa ajili ya kuleta hatari kwenye eneo la Mbeya City. Wakati huo pia Elim Panzu atakwenda kusimama moja kwa moja kwenye eneo la wingi ya kushoto. Mpanzu kazi yake kubwa atakuwa akipeleka pressure kubwa kwa mabeki wa Mbeya City, lakini pia atakuwa na uwezo wa kuingia ndani kwa ajili ya kutafuta bao. Kwa upande wa Selemani Matola atakuwa akimtumia kama chanzo cha mabao, namna ambavyo atakuwa akitengeneza nafasi kwa wakati. Lakini pia Jonathan Soa atakwenda kusimama kwenye eneo la mshambuliaji wa mwisho.
So kwa mechi za hivi karibuni bado hajaweza kuonyesha uwezo wake mkubwa, hasa kwenye michuano ya kimataifa ambako alikuwa anatazama zaidi kwamba huenda akaleta kitu kikubwa zaidi. Huyu atakuwa akitumika zaidi kuwabana mabeki wa Mbeya City kwa ajili ya kufunga kupitia mipira ya cross, lakini pia kuweka pressure kwenye mabeki wawili ambao watakuwa wanasimama kwenye eneo